Jina langu ni Bakari Hassan Kimwanga, ni diwani wa kata Makurumla, halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Kubwa leo kikao chetu kimekwenda vizuri. Tulikuwa kinaangazia juu ya taarifa za robo ya 3. Ni taarifa ambazo tuzimeangazia kutoka kazi zilizofanywa Januari mpaka Machi ya mwaka huu. Kwa kweli kazi kubwa ambayo imefanyika, na sisi kama viongozi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, kubwa tunampongeza mkurugenzi. Hatua ya kwanza, tumefanikiwa kuvuka kiwango cha makusanyo ya mapato yetu ya ndani kwa zaidi ya 100% kwa robo hii, jambo ambalo sasa linakwenda kutupeleka kwenye utekelezaji wa kasi wa miradi ya maendeleo, na hili liko wazi. Kwa mfano, ukija sisi kwetu pale kata ya Makurumla, tayari mkurugenzi wetu ameleta fedha kiasi cha shilingi milioni 350. Tunakamilisha jengo la kisasa la majengo mawili ya kisasa katika kituo chetu cha afya, lakini pia tumefanya ukarabati katika maeneo mbalimbali kwa shule zetu 3 zote zilizopo za msingi. Kwa mfano pale shule ya msingi Karume kuna milioni 120 ambayo imeletwa na imejenga madarasa matano 6, na pamoja na kuweka na madawati yake. Kwa tukiangalia kwa mfumo mzima kwa hii robo ya 3, miradi mingi imekwenda vizuri. Cha robo ya 3 ndio kinaenda kuleta taswira ya uchaguzi mkuu mpaka hapa. Ni kama ingekuwa ni mchezo. Kama vile ni Simba, namna ambavyo watu wanavyoiangalia kuelekea katika finali za shirikisho. Tayari matumaini ya Watanzania ni makubwa kwa Simba kuliko Onkane. Naona. Kwa maana hiyo sisi tukiangalia kwamba juu ya haya makusanyo na utekelezaji wa hiyo miradi ndio kielelezo kikubwa cha kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan pasi na shaka ndiye rais ajaye, lakini na sisi wengine tumo sana. Na sina shaka kwa sisi ambao tunatoka Ubungo, wote mnajua bwana, profesa ni mmoja katika mkoa huu wa Dar es Salaam, hasa unapozungumza majimbo ya Chama cha Mapinduzi kwa mkoa wa Dar es Salaam. Ina maana kazi ni nzuri. Leo sisi hapa tunazungumza, mimi nikizungumza tu kwa mfano tu mwepesi, na haya tutakuja kuyaona muda mfupi ujao. Leo sisi kwa kata yetu ya Makurumla, ukifanya tu hesabu kwa miradi kwa miaka 5, ni zaidi ya miradi ya bilioni 20 imetekelezwa, kuanzia kwenye sekta ya barabara, sekta ya afya, sekta ya elimu na nyinginezo nyingi. Sasa hapa sisi tunaona ya kwamba hiki ni kielelezo kizuri ya kwamba yajayo yanafurahisha. Hii ndio inakwenda kufasiri kazi na utu, tunasonga mbele. Moja kati ya miradi mikubwa ambayo binafsi leo hata ukiniuliza inaniumiza kichwa ni swala, sisi tuna kitu pale kinaitwa Mto China. Kwa sisi pale Makurumla ni mto ambao mwanzo ulikuwa hauko settled, lakini sasa tunashukuru kupitia serikali yetu ya Dr. Samia Suluhu Hassan umeutambua, na sasa uko kwenye mradi wa DMDP, na ambapo tunaamini hata kama tutakuwa tumechelewa kwenye fezi hii tunavyomaliza, lakini kwa maana ya kwamba kwa kuanza kwa mwaka ujao wa fedha ni mtu ambao unakwenda kutekelezwa. Kwa hili ndio kwangu ambao linanitesa hata nikilala hadi kesho. Lakini ukienda kwenye sekta nyingine mambo ni mazuri sana. Niseme wewe Esther Radislaus Ndoha ni diwani wa kata ya Goba kwenye manispaa yetu hii ya Ubungo. Leo tumemaliza kikao chetu cha baraza la madiwani robo ya 3. Tumepokea taarifa mbalimbali kutoka kamati zetu mbalimbali tulizonazo, na taarifa za leo au kikao cha leo kimetupa taswira nzuri ya pale tunapoelekea kwenye chaguzi zetu, kwa sababu mambo yametekelezeka kwa asilimia kubwa. Miradi imetekelezwa, halmashauri imekusanya mapato kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa hivyo mambo yamekwenda vizuri sana kupitia baraza letu la leo, na hivyo basi tunapoelekea kwenye chaguzi zetu au tunavyotarajia kwenda kuvunja baraza kuelekea kwenye chaguzi, wananchi wetu watakuwa wameona jinsi serikali imetekeleza miradi kwa kiwango cha hali ya juu. Kwa mfano, mimi natokea kwenye kata ya Goba, ni diwani wa kata ya Goba, ambapo miradi mingi zaidi ya bilioni 25 zimetekelezwa kwenye kata yangu. Kiangalia tumekuwa na miradi ya afya, ambapo tumeweza ndani ya muda mfupi tumeweza kupata kituo cha afya kikubwa kabisa ambacho kimegharimu zaidi ya milioni 800, lakini tumeweza kuwa na zahanati mpya ambayo nayo imegharimu zaidi ya milioni 200. Kiangalia tumeweza kupata kwenye sekta ya elimu shule 3 mpya za msingi ambazo hazikuwahi kuwepo kabisa. Tumeweza kutekeleza ambazo zimegharimu zaidi ya milioni 400 karibia katika kila shule za msingi. Lakini mpaka sasa hivi tunaendelea kutekeleza mradi wa shule ya sekondari mpya kabisa ambayo haikuwepo, ukiachilia mbali sekondari
5 ambazo ninazo kwenye kata yangu, lakini shule ya msingi sasa hivi tunazo 7. Kwa hiyo ukiangalia kwa mimi kata yangu kwa kweli tumetendewa haki. Miaka 4 ya Daktari Samia Suluhu Hassan miradi imetekelezwa kwa kiwango cha juu, lakini tumeweza kufanikiwa kupata. Nimezungumzia juu ya mtaa wa Kinzudi. Kata yangu ya Goba ina mitaa 8, lakini mtaa wa Kinzudi ndio mtaa mkubwa kuliko mitaa mingine, na istoshe jiografia yake ilivyokaa imegawanyika sana. Sasa kwenye ule mtaa tumefanikiwa kupeleka shule mpya ambayo inaitwa shule ya msingi Kinzudi ambayo haikuwepo kabisa, lakini kwa kulingana na jiografia kuna eneo linaitwa Majengo kwenye huo mtaa. Bado watoto wanatoka mbali sana kuifuata ile shule ya msingi Kinzudi. Imefikia hatua inabidi wavuke ng'ambo waende Kinondoni kusoma. Kwa hiyo wakazi wa eneo lile kilio chao kikubwa wapate shule kwenye eneo lile la Majengo. Dataflow inakuletea uhuru wa kukamilisha chochote na intaneti ya uhakika. Kuwa hewani muda wote, popote ulipo, utakuwa na intaneti ya uhakika. Ni salama na huunganisha kwa haraka. Ina nguvu hata sehemu zenye msongamano. Pata data mtelezo yenye kasi kwa gharama nafuu. Wasiliana nasi. Tembelea tovuti yetu www.dataflow.co.tz.